Nilisema siweki tena bleach mimi Zuberi. Nilisema siweki tena bleach, na kosa lake naonekana sio husband material. Lakini kwa sababu ya Pacome mimi imenibidi niweke bleach. Bwana Double B Benga B hasa vibaya. Mambo vipi? Kama kawaida. Bwana uzi mkali sana. Hatari kabisa, uzi wa kibingwa huo. Leo umejiandaje? Leo ratiba yako ikoje leo? Mimi leo natoka nyumbani. Nasema leo ni Yanga Day. Leo hii Yanga Day leo naidedicate kwa mwanangu, mtu bingwa, mtu ambaye wananchi tunampenda, tunamkubali, lakini kwa sasa hali yake sio nzuri, na yote kwa sababu ya kuipigania Yanga Afrika, si mwingine. Bwana nani huyo? Pacome Zouzoua. Bleach namba 10. Nilisema siweki tena bleach mimi Zuberi. Nilisema siweki tena bleach, na kosa lake naonekana sio husband material. Lakini kwa sababu ya Pacome mimi imenibidi niweke bleach. Yaani Yanga Day sisi tunafurahia, tunaona wachezaji wapya kina Peter Shalulile, kina Ibrahim Tole, tuna kina Zokouma, wakina Chuga Boy, sijui wakina nani. Leo hii Pacome yupo kitandani, anaumia, anateseka kwa sababu ya Yanga Afrika. Sijui umeelewa? Kwa mimi leo nitakuwa na furaha kwa sababu ya kuiona timu yangu kwa mara ya kwanza kuelekea msimu ujao, lakini nina huzuni nyingi kwa sababu mwanangu Pedro Zouzoua hayupo Pacome. Yaani hii nataka ni dedicate leo. Hii namba ya mashabiki wa Yanga Afrika unawaona, zikawe dua na sala kulingana na wingi wao, zikamfikie Pacome Zouzoua apone kwa haraka. Bwana salamu zako zimefika kwa namna ulichokifanya. Jezi umeprint namba 10 bleach, salamu zako zimefikia. Lakini ni kwa namna gani ambavyo umejiandaa kushabikia na kuangalia tamasha la Yanga? Bwana jana nimeshuhudia bwana. Pesa ziko benki. Pesa ziko benki. Sasa ulinakuuliza wewe Makomzumbe bwana Mshindo na mwanangu hapo Zuberi, kwamba pesa zinakaaga wapi? Pesa za tajiri zinakaaga benki. Za kwetu kwa sisi zinakaaga wapi? Tigo Pesa, M-Pesa. Kwani wewe umeelewaje? Yaani maana ya pesa ziko benki, maana yake hazitoki kirahisi, mpaka musaini muingize deni, mkubali kuingia deni ndio mzigo utoke. Wewe tajiri wetu kama watu wa Tanga wanatembea na pesa kwenye vikapu, pesa mkononi baba. Ukisema watu wanafungua kikapu na kupa mzigo. Wanasema kuna mchezaji mmeshindwa, wao watamsajili. Nani? Hawana uwezo huo. Hawana uwezo huo. Mchezaji ashindwe Yanga Afrika achukuliwe na Fei anaenda Simba. Baba, kuna mtu anataka makelele, kuna mtu anataka majozi, kuna mtu anataka masikitiko. Timu limejigawa vile, mchezaji gani anatamani kwenda pale? Timu striker yule tolai. Osimeni wabuza. Yaani Faisal ahangaike, aumize nguvu zake, atumie jasho lake kupiga asisi kwa mtu ambaye hatofunga. Dombia yule mchezaji yule ukimwangalia tunajua hapo watu wamepigwa. Faisal akapoteza nguvu zake, uwezo wake, kipaji chake, akachezea pale Zuberi. Lakini akiangalia kuna Peter Shalulile, huku kuna Ibrahim Tule, kuna Kangwanda Zokouma, mara Okelo. Kwa nini mtu asipige pasi pale? Kwa nini asipige pasi? Kwa nini asamani kuja? Yaani ukimwona Faisal kaondoka Azam ujue kaja Yanga Afrika. Hiyo ndo nakupa. Anarudi nyumbani. Ukimwona kaondoka Azam uje kaja Yanga Afrika. Mtoto kakua mwana, kakua wewe, mwana kakua. Yaani maana yake mtoto kakua. Mtoto akikua anatafuta baba. Hata wewe Zuberi nakwambia, umepiga mimba, demu ajifahataki mtoto, wewe kausha. Huyu akikuwa atakutafuta. Faisal anamtafuta baba yake sasa hivi. Kampata baba yake, kakaa chini na baba, anarudi nyumbani. Bwana kikosi cha watani zako jana umekiona? Ngoja niwaambie ni kitu. Sasa hivi tuongee mpira. Sawa. Mimi kusema la ukweli, kadi siku zinavyozidi kwenda, sawa, ile kaliba ya sisi kujiita watani wa jadi na Simba, naona kadi siku zinavyozidi kwenda, motisha, hamu, hamasa ya kuendelea kutumia utani wa jadi au kivuliko, naona Yanga Afrika tuna kila haja ya kukitoa na kukihamisha. Bora tuwaite watani zetu wa jadi, wanaitwaje, Azam, kwa sababu sisi tuna ugomvi na Wakenya, sio baya. Yaani Wakenya sisi tuna bato nao, tunashindana nao katika kila kitu. Leo hii wewe unaleta kugawa kote, unaenda kumgeia Mkenya. Yaani Mkenya hata kulafuzi nzuri yana, wewe unaenda kumpa utamu Mkenya dakika za mwisho. Ni bonanza tu. Bonanza gani? Ule ndo uhalisia wa timu yao, ile ndo uhalisia wa kikosi chao. Wameficha, kuna kadi imefichwa pale. Kadi imefichwa. Ngoja nikwambie kitu mwanangu, mpira upo hivyo. Mpira kuna muda utasikia wewe mpira kweli, mechi ishakuwa mechi kweli. Au kumbuke mambo ya saa bwana. Kuna muda mnaambiana ishakuwa mechi kweli. Yaani hata kama una pretend unaigiza vipi, kuna muda utafika mpira unakuja, unabeba hadhi yake ya mpira. Mpira umefika, umekuwa mpira kweli, lakini wameshindwa kupata matokeo ambao wanayataka. Huo ndio ukweli. Wamefanya madudu ya kila aina ya ovyo hapa, lakini mwisho wa siku wameshindwa kunini. Na za ndani nasikia wale Simba wale wachukua wale
wameasiwa wale. Hawana makali. Yaani wale Simba hata wangeachiwa pale kama makuku ya mdondo. Yale masimba yani manake tafsiri sahihi ya Simba Sports Club kwa sasa hivi ilivyo. Yani kama mikuku ya kisasa, yani ya mdondo. Yani yale masimba yangeachiwa pale. Yalikuwa yanakana chika. Nakwambia ukweli. Bwana Bobie. Oya. Sikiza nikwambie Subeli. Mimi na jambo nataka niongee na wewe. Tarehe 12 inakaribia. Mtani wangu anajitamba, anaamini yeye timu yake imeimprove. Lakini ukija kwa mashabiki wa Simba, wanajua uhalisia kabisa timu ni mbovu. Viongozi wao wanawadanganya timu ni nzuri. Tarehe 12 sio mbali. Uwanja huu, sawa? Zanzibar. Mama yangu tunapandisha boti. Mechi Zanzibar. Jamani, hatutaki lawama, hatutaki visingizio, hatutaki excuse. Tarehe 12 kama timu yenu ndio ile Yanga Afrika hii ambayo inatangazwa leo, watu wataiona. Ikija kucheza akipigwa mtu 7, 8, 9, 10 tusilaumiane kabisa. Na kingine, mashabiki wa Simba wana roho ngumu sana. Yaani katika mashabiki mimi nawashangaa duniani wa Simba. Yaani ingewezekana hizo kozi za ukamanda, sawa, za ule ukomando wapewe mashabiki wa Simba. Haiwezekani timu bovu limesajili vibaya na bado kuna deki zao wanaendelea kuiamini timu yao. Hivyo washabiki wamerogwa. Yaani ukifanisha kwenye maisha ya kawaida hawana tofauti na misukule mashabiki wa Simba. Mimi nakwambia ukweli. Double B Benga. Bana poa baba. Hatari baba. Baraka.